Disemba 12 mwaka 2015, viongozi wa dunia, wanaharakati na watunga sera walikutana katika mji wa Paris nchini Ufaransa na kuazimia kwa pamoja makubaliano ya kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi. Katika makubaliano hayo, kitu kikubwa kilichozungumzwa ni kudhibiti joto la dunia kutokuzidi nyuzi joto 2 za Celsius, yani wakidhamiria kuweka nyuzi joto 1.5 za Celsius. Angalau dunia inaweza ikawa ni sehemu salama zaidi. Lakini toka mwaka 2015 kumekuwa kuna maazimio mbalimbali, ikiwemo maazimio ya malengo ya dunia, kwa maana malengo 17 ya maendeleo endelevu ambayo yaliazimiwa pia na Umoja wa Mataifa, ikiwa ni katika harakati moja kubwa zaidi duniani inayolenga kuhakikisha kwamba dunia inakuwa ni sehemu salama kwa kila kiumbe. Lakini pia lengo nambari 13 la malengo ya maendeleo endelevu linazungumzia kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa maana ya kudhibiti athari za mabadiliko ya tabia nchi. Tangu mwaka 2015 kumekuwa kuna harakati, juhudi mbalimbali ambazo watu mbalimbali ulimwenguni wamekuwa wakizifanya, na hapa Tanzania mwaka huu 2025 kuna Justice for Nature ambao hawa wamekuja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanadhibiti na kuongeza yale maono ambayo vijana walikuwa nayo katika kuhakikisha kwamba wanashiriki kikamilifu katika kuweka mikakati mizuri ya kudhibiti athari za mabadiliko ya tabia nchi. Leo hii hapa tunakutana katika jiji la Dar es Salaam, ikiwa ni miezi kadhaa tu imesalia kuelekea kusainiwa kwa mkataba wa sheria mkubwa zaidi wa kilimwengu unaodhibiti matumizi ya plastiki. Vijana wamekuwa na mwamko mkubwa sana wa namna gani ambavyo wanavyoweza kuwa sehemu ya mkakati huu mkubwa zaidi wa dunia. Nini ambacho tunakwenda kuzungumza leo hii? Vijana waliofika hapa wanatarajia kitu gani? Lakini pia sisi tumebeba maono gani kwa ujumla? Tunakuletea mubashara kabisa matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa Ngome House jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuangalia jukwaa kubwa zaidi la kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mimi ni Nyamgumo Mahmud. Hii ni Dost Media, nyuma kamera iko Eza Films. Ungana nami katika Justice for Nature Youth Induction Training jijini Dar es Salaam. Habari, naitwa Ziada, natokea Justice for Nature, nipo idara ya maandalizi ya shughuli yetu ya leo. Justice for Nature ni youth platform ya vijana ambao sisi lengo letu kubwa ni kuwaleta vijana sehemu moja kwa ajili ya issue za mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Lengo letu kuu hapa ni kupeana elimu, lakini pia kupeana fursa. Leo sisi kama Justice for Nature tutaenda kutoa fursa na wigo kwa vijana kujoin platform yetu ili tuende sambamba katika harakati za mabadiliko ya tabia nchi na mazingira. Kwanza kabisa tunaamini vijana wana nafasi kubwa katika kuleta mabadiliko, na nchi yetu zaidi ya 60% ni vijana. Kwa hiyo ili tuende mbali na kwa haraka zaidi lazima vijana wawe mstari wa mbele kuleta mabadiliko. Lakini pia vijana wanao fursa katika ngazi ya kitaifa na kimataifa. Fursa nyingi sasa hivi tunaona ni miaka 18 mpaka 35. Wengi wanatakiwa kuparticipate. Kwa hiyo miaka 18 35 ni kijana. Kwa hiyo kuna umuhimu kubwa sana wa kumuunganisha vijana, kwanza ajue, aelewe nini anatakiwa kufanya, hata hizo fursa zinapokuja asikose. Leo hii mambo mazuri ni mengi, vijana tu wasubiri wakae mkao wa kula. Tunaenda kutoa fursa za vijana kujiunga na Justice for Nature, lakini tutaenda kumtambulisha mdau wetu mkubwa sana, ni Global International Platform ambayo anasaidia sana vijana. Kwa hiyo leo hii atatoa fursa kwa vijana, lakini pia atatupa ni namna gani tunaweza tukajoin kimataifa, vijana wa Kitanzania tukaenda kimataifa zaidi. Kwa majina naitwa Lamek John Sinda, mimi ni mkazi wa Kijitonyama, pia ni mwakilishi kutoka Singida. Sawa. Unajisikiaje leo kuwepo hapa katika hii mafunzo au warsha ya vijana kuhusiana na masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi? Okay, najisikia amani na faraja kwa sababu kama vijana tunajifunza vitu vingi na pia tunapata elimu ya mambo mbalimbali kuhusiana na vitu vinavyoendelea katika dunia hii. Kwanza kabisa kusema kweli leo ni kwa mara ya kwanza nahudhuria hapa, lakini ni jambo ambalo limenifanya niwe proud katika moyo na kuacha vipindi vya darasani, maana mimi ni mwanachuo. Lakini katika hili ni kwamba
nimejipanga kama kijana kuendelea kuelimisha vijana wenzangu kwenye makongamano kama haya, wawepo na pia wafuatilie na pia wapate kujua elimu zaidi kuhusiana na mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mfano sisi kanda ya kati kule Singida, kule Dodoma, kidogo mazingira yani upandaji wa miti ni hafifu na pia ni hali fulani vya kama jangwa. Kwa hiyo nawahamasisha vijana kwamba tuamke, tuna mwamko kwenye hizi seminar, hizi events, tupate elimu na pia tuweze kupractice majumbani. Jina langu Alice Festo, natokea chuo cha ustawi wa jamii. Kwa kweli najifikia furaha na amani kwa mahali hapa. Hapo nitaondoka na vingi. Kwanza napata kukutana na wanachuo wenzangu wengine ambao tuna communicate, kwa tutafanya socialization, nitapata new networks na pia tutachoenda kujifunza. Just like nimesikia tu it's about environment, so I hope I'll get to learn more about our environment. Nisikia fahari kwa mahali kwa sababu ni sio kila mmoja anapata hii chance ya kuwepo kupata hivi connection. Kwa hiyo I'm so very happy to be here and kwanza kabisa nitangulize shukrani zangu kwa kupitia hii kampeni. Ni nzuri sana kwangu mimi, najisikia furaha sana kuhudhuria katika tukio kubwa kama hili. Najisikia faraja sana, pia nimefarijika kuona vijana wenzangu wamejitokeza kwa wingi, kwa sababu masuala kama haya ambayo yanahusisha mazingira ni masuala ya msingi sana katika kipindi kama hiki, kwa sababu target yetu kwa kama nchi kufikia sustainable development, na hatuwezi tukafikia sustainable development pasipo kushiriki katika programu kama hizi. Kama vijana tuongeze elimu, tupate elimu zaidi kujua kuhusu mazingira, kwa sababu mazingira yanaweza kutupelekea kufikia sustainable development. Nafikiri kwamba vijana, kwa sababu vijana ni watu wenye nguvu, kwa hiyo wanapaswa kujihusisha zaidi na vitu ambavyo vinahusiana na mazingira, kwa sababu kwa asilimia kubwa mazingira ndo yani maisha ndo mazingira, kwa sababu bila mazingira hamna maisha. Kwa hiyo kama vijana wakijihusisha na shughuli mbalimbali ambazo zitasaidia kulinda mazingira, mfano kusaidia kuwapa watu elimu kuhusu ukataji wa miti, kuhusu utunzaji wa mazingira, kuhusu utupaji wa taka ovyo na madhara yake, kuhusu pia shughuli mbalimbali ambazo zinahusiana na mazingira.